Hujambo na kusalimu katika jina la Bwana Yesu popote pale ulipo. Habari za usiku, habari za mchana, habari za jioni, habari za asubuhi. Kama tu ndio umeamka, pengine unaungana nami. Mimi ni Zawadi Machibia na kukaribisha katika kipindi maalum, matangazo maalum na ibada maalum labda niseme, lakini ni program maalum. Program hii inaitwa Usiku wa Mikutano kwa Maelfu ya Injili. Usiku wa Mikutano ya Injili kwa Maelfu. Mikutano ya Injili kwa maelfu kote duniani. Ni mwezi wa 8, mwezi unaitwa mwezi wa kusonga mbele, mwezi wa kupiga hatua, lakini ni kampeni ya kukufikia na habari njema za Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Haleluya. Kwa hiyo tumeanza kuwahubiri watu kwa kampeni, nasema kwa kampeni kwa sababu kila mahali duniani, mabara yote 7, iwe ni Amerika Kaskazini ambayo ndio Marekani, Amerika Kusini ama wanaita Latin America, alafu tuna Afrika, alafu tuna Australia, alafu tuna bara la Ulaya. Hawa wote wanapokea injili ya Yesu Kristo kila mahali, iwe kwa njia ya mitandao, iwe kwa njia ya kwa hiyo ziko sehemu mbalimbali ambazo injili inahubiriwa. Injili inahubiriwa kwenye mitandao ya kijamii, injili inahubiriwa kwenye maeneo mbalimbali, mtu mmoja, kwenye familia, kwenye makanisa, kwenye mikutano ya kiinjili, pamoja na kila kona. Maana Biblia inatuambia kwamba katika siku za mwisho kila kiumbe atasikia injili, kila taifa litasikia injili, iwe ushahidi kwao. Sasa tuko katika kampeni hiyo inaitwa Usiku wa Mikutano ya Injili kwa Maelfu. Sasa nakuletea habari njema, habari za matumaini, habari za wokovu, habari za uzima wa milele kupitia Rhapsody ya Uhakika. Leo basi katika masomo yetu leo tuna somo linalosema huna asili mbili. Huna asili mbili. Neno la msingi ni kukumbusha tu kwamba tafakari hizi na neno la Mungu kupitia usiku wa mikutano ya injili kwa maelfu, au usiku wa mikutano ya injili kila mahali kote duniani, imeandaliwa kwako kupitia Rhapsody na mchungaji Chris. Nimekwambia jina langu Zawadi. Sasa kama tunapoendelea kusikiliza neno, nitakukaribisha umpe Bwana Yesu maisha yako. Nitakukaribisha kama una maswali, nitakukaribisha pia tuombe pamoja kama unahitaji maombezi. Inawezekana maombezi kuhusu biashara yako, inawezekana maombezi kuhusu masomo, labda maombezi kuhusu afya yako, maombezi kuhusu jirani yako, au chochote kile ambacho unataka Bwana aingilie kati, kwa sababu kuna kitu kinaitwa divine intervention, yani kuingiliwa, yani Mungu anatumia uweza wake kuingilia kati changamoto ambayo mtu anapitia. Kwa hiyo neno tulilonalo leo linasema huna asili mbili. Huna asili mbili. Neno la msingi liko katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hapa Biblia inatuambia hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ni mstari wa msingi sana, kwa sababu huu ndio unaoainisha, ndio unaweka alama, ndio unaweka muhuri kuhusu wokovu wako. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa katika ufafanuzi hapa tunaambiwa kwamba mojawapo ya kweli za muhimu sana kuhusu kuzaliwa upya ama kuzaliwa mara ya pili ni hii: huna asili mbili. Huna asili mbili. Huko yani hauna upande wa kibinadamu na upande wa kiungu. Biblia iko wazi, inasema ya kale yamepita na mambo yote yamekuwa mapya. Mambo yote yamekuwa mapya. Kiroho chako kimekuwa kipya, maisha yako yamekuwa mapya kwa sababu umekuwa umezaliwa katika asili nyingine. Na hapa tunaambia hiyo inahusisha asili ile ya kale pia, yani mambo yamepita, ya kale yamepita.
Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 18 kwamba kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Sisi ni limbuko la viumbe wake Yesu Kristo, wake Mungu wetu aliye hai. Kwa nini? Mungu alitupenda. Nafafanua hapa zaidi, nasema Mungu alitupenda mwenyewe, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kumbuka wewe ni kiumbe wa kiroho. Kwa hiyo kiumbe wa kiroho uhai wake unatokana na neno. Mungu alisema hivi katika kitabu cha Mwanzo, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu akazungumza kumfanya mtu kwa mfano wake. Kwa hiyo roho ya mtu ikawepo, alafu akaumbwa sasa. Kwa hiyo roho inakuwepo, alafu mwili ukawa umeumbwa baadaye, kwa sababu Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu akampulizia pumzi ya uhai. Kwa hiyo anaposema umezaliwa na Mungu mwenyewe, kama umempa Bwana Yesu maisha yako, umezaliwa na Mungu mwenyewe. Uzima uliopokea kutoka kwake hukuongezwa kwenye uzima wako wa kibinadamu au uhai wako wa kibinadamu, uliubadili, yani ulibadilishwa kwa uwezo wa kiungu. Ndio maana Bwana Yesu alisema katika Yohana 3:6, Bwana Yesu alisema katika Yohana 3:6 kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Asili yako imebadilika. Unapompa Bwana Yesu maisha yako, asili yako imebadilika. Kuzaliwa upya kumehamisha kutoka, yani kwa kuzaliwa kwako upya umehamishwa kutoka katika eneo la mauti, kutoka mautini mpaka uzimani, kutoka mautini mpaka uzimani. Mtume Paulo anaelezea kweli hii kwa namna yenye nguvu sana. Ukiangalia kwenye ile Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anasema uzima, ile nafsi ya kwanza ya umoja ni ilikuwa ikitegemezwa na uzima wa kale, imeletwa katika ukomo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Anasema dhana ya ulicho nacho sasa ni uzima wa Kristo ndani yako. Dhana ya kwamba Mkristo ana asili mbili inaishia kwenye asili hizi mbili, kwa sababu hizi asili mbili huwa zinapingana. Dhana ya kwamba Mkristo ana asili mbili inaashiria kwamba kuna mgogoro unaoendelea wa asili hizi mbili ambazo zinapingana ndani ya mtu mmoja, lakini hiyo si picha tunayoipata kutoka kwenye maandiko. Yaani unajua Biblia inasema, naongezea sasa, Biblia inasema kwamba wanaoongozwa kwa roho ndio wana wa Mungu, sio? Kwa sababu anasema roho huwa inapingana na mwili. Mwili maisha yake ni hapa duniani, ndio unaongozwa na zile hisia, unaongozwa na ile milango ya fahamu mitano. Lakini roho uhai wake uko kwenye neno. Kwa neno hapa linasema, ukiangalia Warumi 6:6 naendelea mchungaji kwa kwambia, neno linasema mkijua neno hili ya kuwa utu wenu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Hebu tazama ya kwamba hasemi utu wetu wa kale unaendelea kusulubiwa, kwa sababu mara nyingi watu wasema peleka mwili msalabani ukasulubiwe, peleka mwili msalabani. Bwana Yesu alisulubiwa mara moja tu kwa ajili yetu, na akafa, akazikwa, alafu akafufuka. Bwana alipofufuka, alifufuka na uzima wa kiungu. Ndio maana ukiangalia wakati wanafunzi akina mama walipokwenda kaburini siku ya tatu, wakakuta mwili haupo, malaika akawaambia amefufuka. Alafu Bwana Yesu akawatokea akawaambia, waambie rafiki zangu, waambie wanafunzi wangu kwamba nawatangulia kwenda Galilaya. Na utakumbuka kuna mmoja alikuwa haamini Tomaso, kwa sababu Bwana aliwatokea na mwili aliokuwa nao ni mwili wa utukufu, mwili wa utukufu ambao haukuwa mwili ule wa kwanza, kwa sababu mwili wa kwanza ulikuwa umesulubiwa, mwili wa mauti umesulubiwa. Bwana Yesu alifufuka na mwili wa utukufu. Ndio maana unaona alikuwa anapita popote, anaonekana popote na mwili mzuri sana. Ndio maana hapa tunaambiwa sasa, neno linasema mkijua neno hili ya kuwa utu wenu wa kale ulisulubiwa pamoja naye.
Hasemi kwamba utu wetu wa kale unaendelea kusulubiwa. Kitu pekee kinachoendelea kufanywa upya, yani kinachoendelea ni kufanya upya kwa ufahamu wako. Kwa hiyo kadri jinsi unavyojifunza neno la Mungu ndivyo upya wako unavyoendelea kufanywa, unavyozidi kuongezeka. Katika Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia, au kufanywa upya ufahamu wenu, kufanywa upya nia zenu. Labda hapa nitakufafanulia kidogo kwamba unapozaliwa mara ya pili, roho yako inazaliwa na inakuwa kama mtoto mchanga anapozaliwa. Kwa hiyo roho yako inazaliwa upya kwa neno la Mungu, sawa? Lakini mwili wako na akili zako zilikuwa bado zile zile. Kwa Biblia inaposema kwamba mfanye upya nia zenu, maana ni kwamba ule ufahamu wa mwanzo uliokuwa nao unabadilishwa kadri ule utu upya wa ndani unapoendelea kujifunza neno la Mungu. Ndio maana ni muhimu kwetu kujikita zaidi katika neno, kwa sababu uhai wetu, utukufu wetu, uzima wetu, imani yetu inatokana na neno la Mungu. Na neno la Mungu si tu kwa sababu mtu mwingine anataja pale, mtu hapana, lazima uzaliwe mara ya pili ama ufanywe mtu mpya katika Kristo kwa neno la Mungu, alafu uendelee kukuja wokovu. Tayari roho yako imeumbwa tena ama imezaliwa mara ya pili katika haki na utakatifu wa kweli. Haleluya. Ukiangalia ile Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Sasa wewe ni mshirika wa asili ya kiungu. Ukiangalia Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4. Sasa hapa tunaambiwa acha kujaribu kuitiisha asili ya kale ambayo haipo. Yaani kama mtu amekufa, huwezi kuwa unazungumza naye atakujibu kwa sababu amekufa. Ndio maana na Paulo anasema analinganisha utu wa kale na kifo, kwa maana kwamba ule utu wa kale umekufa, tuna utu mpya katika Kristo. Ndio maana hapa anasema kwenye Wagalatia 5 mstari wa 24 kwamba na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hiyo usihangaike ili kuwa mwenye haki, ishi kwa haki, kwa sababu wewe ndivyo ulivyo sasa. Wewe ndivyo ulivyo sasa. Ishi katika ufahamu wa kweli, ukweli huu na tena na tena na tena. Maisha yako yataakisi mamlaka na ubora wa Kristo. Huu sasa ndio ukweli wa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Unajua watu katika maisha haya pasipo kufahamu unakuwa unaenda unasema, yani unakuwa unaishi kama maisha ya kale. Hapa tumeambiwa kwamba vita inaendelea kati ya mtu wa rohoni na mtu na mwili, kwa sababu mwili unakuwa una kama haujatiishwa katika roho unakuwa unanuka. Lakini Biblia hapa inasema kwamba utu wetu wa kale umeondolewa, tunao utu mpya katika Kristo Yesu. Sasa tufanye maombi pamoja, alafu tutakuwa na masomo ya ziada katika tafakari hii, ambayo ni kukumbusha kwamba ni kipindi maalum cha usiku wa mikutano kwa maelfu ya Injili. Kila mahali inatokea, kwenye mitandao ya kijamii, makanisani, kwenye mitaa mbalimbali, kwenye masoko makubwa, shopping malls, labda kwenye mashule, kila mahali, kwa sababu ni wakati ambako Injili inahubiriwa kila mahali. Haleluya. Na neno hapa linasema katika Warumi 6:6 anasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, yani ule mwili wa dhambi usiwepo tena. Naam, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Tazama, yote yamekuwa mapya. Unajua wakati mwingine unaweza kawa kuna mazingira unapitia, ukakuta pengine shetani anatumia mawazo kukurejesha nyuma. Hivi kweli wewe umeokoka sasa? Hivi kweli wewe sasa ni mwana wa Mungu? Lakini haya yote sio ya kuyatazama. Neno la Mungu linasema tuna uthibitisho kwamba tumezaliwa mara ya pili, tumeokolewa au tumeokoka, na Roho wa Mungu anashuhudia ndani yetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Na ndio maana tunasema mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena.
Na pia katika Waefeso hii katika Waefeso anatuambia kwamba Waefeso 4 mstari wa 28 anasema mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Na katika Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4 anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa nini nasema tabia ya uungu? Kwa sababu kilichozaliwa na Mungu kina asili ya kiungu. Katika Biblia tunaambiwa kwamba mimi nimesema ni ndini miungu. Ndio katika Zaburi ya 82 mstari wa 6. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja linaendelea kufanya ufahamu wetu upya na upya na upya. Ni muhimu ukampokea Bwana Yesu. Ni muhimu ukazaliwa mara ya pili. Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili ndio kunakupa uzima milele. Mwili usikudanganye. Kwa sababu mwili unaishia hapa duniani. Ndio maana mtu akiaga dunia tunaambia huyu mwili wa fulani marehemu alikuwa mwenyewe hayupo, kwa sababu mwanadamu ni roho. Kwa hiyo unatakiwa kumpa Bwana Yesu maisha yako, alafu uweze kufanyika mwana wa Mungu. Sasa katika somo letu leo hili tutakuwa na hii sala ya ukiri ya maombi. Inasema hivi: mpendwa Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa kuniumba upya ndani ya Kristo. Haleluya. Sina asili mbili, ninayo asili yako ya kiungu ndani yangu. Ninaishi katika uhalisia wa mimi ni nani, nikidhihirisha haki, mamlaka na ubora kila siku katika jina la Yesu. Basi hayo ndio maombi yetu kwa tafakari ya leo. Kama nilivyokuambia awali, naendelea kukukumbusha siku kadhaa zijazo nitakujulisha ni lini nitakuwa niko live na wewe. Tunasema usiku wa mikutano ya Injili kwa maelfu kote duniani, na yote hayo tunakuja kwako kupitia Rhapsody ya Uhakika. Rhapsody ya Uhakika ni tafakari ya neno la Mungu ambayo imeandaliwa na mchungaji Chris na imewafikia watu kwa mabilioni kote duniani kwa njia ya kitabu kwa lugha zaidi ya 8123 pamoja na lugha za makabila zaidi ya 4000 tunavyoongea saizi. Pia kuna lugha ambazo tunajua, kuna zile lugha za ishara. Kuna wenzetu wale ambao wanaona lakini hawezi kuzungumza. Alafu pia kuna lugha nyingine ambayo ni ya watu wasioona, lugha ya watu wasioona. Kwa hiyo Mungu wangu aliye hai akubariki. Nataka niombe na wewe, nikuombee kwa wale ambao ni wagonjwa na kwa wale ambao wanahitaji maombezi kwenye biashara, kwenye kazi yako, lakini pia kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, huu ndio wakati. Kwa nitaanza na hii sala ya wokovu. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, useme maneno haya baada yangu. Sema: O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu alikufa kwa ajili yangu na Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo hii. Ndani yake na katika jina lake ninapokea uzima wa milele. Ninao uzima wa milele. Sasa nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa roho yangu. Mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kama umesema sala hii, hongera sana. Karibu katika familia ya watoto wa Mungu. Nataka tu nikuhakikishie kwamba Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, Mungu aliye chanzo cha uzima wako amekusikia. Karibu katika ufalme wa Mungu. Na unachotakiwa kufanya sasa, niandikie ujumbe katika eneo la comments hapo ama eneo la maoni, na ujumbe huu utakuwako katika kwenye channel hii. Washirikishe na watu wengine, lakini tunaweza kukupa maelekezo zaidi na uweze kupata mafundisho zaidi ya kuweza kusimama katika imani. Nambari za Rhapsody ya Uhakika ni alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu wangu akubariki. Nataka sasa nikuombee na niwaombee wale wengine ambao wanahitaji maombezi kwa ajili ya afya zao, kwa ajili ya kazi zao, kwa ajili ya masomo yao. Alafu tuandikie ushuhuda kile ambacho Bwana amekifanya katika
maisha yako. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa kila mmoja ambaye amepokea wokovu leo hii kupitia mikutano hii, maanake tunasema ni usiku wa mikutano ya Injili kwa maelfu. Baba, asante kwa sababu wamepokea neno lako, amekubali kuingia katika ufalme wako. Asante kwa sababu ya upendo wako uliomfanyia, kwa kuwa umemfia kila mmoja, na kila anayempokea Yesu Kristo anafanyika kwa mwana wako. Nambariki kwa Roho wako Mtakatifu, nabariki maisha yao, nabariki kila anachokitenda katika jina la Yesu. Haleluya, amina. Baba, pia ninawaombea wale ambao wanahitaji mkono wako katika biashara zao, katika masomo yao, katika kazi zao, kwa familia zao, ndugu jamaa na marafiki. Ninalitamka jina la Yesu Kristo nikisema kwamba Yesu ni Bwana juu ya chochote ambacho wanahitaji msaada, kwa kuwa neno lako liko hai, lina nguvu, lina uwezo kuliko upanga ukatao kuwili wowote ule, lina uwezo wa kupenya na kuyajua mawazo ya mtu na kugawanya mafuta na mifupa. Hivyo neno lako linakwenda kuponya wale wenye kuhitaji uponyaji. Neno lako linakwenda kwenye biashara zao, linakwenda kwenye masomo yao, linakwenda kwenye kazi zao, katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu. Naam, watarudi na ushuhuda. Baba, tunakubariki, tunakuinua. Asante kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea, amina. Basi ulikuwa unatazama program maalum usiku wa mikutano ya Injili kwa maelfu. Jina langu Zawadi Machibia. Niandikie ujumbe, andika namba yako, utapigia inbox kama unahitaji chochote. Zaidi ya yote, ujumbe huu shirikisha na wengine na wengine na wengine. Mungu wangu aliyefanya mbingu na nchi na akubariki. Tukutane tena katika toleo lingine, kwa sababu mwezi wote tunayo hii mikutano ya Injili kwa maelfu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe, na nakutakia baraka za Bwana kwa kila unapokwenda, kila